Goli la kwanza dakika ya 70 alifunga akiwa mbali. Ni mpira ambao mara zote tunasema timu ilikuwa kama inaonekana kushindwa kupata matokeo, na jana alicheza kama namba 10 wakati juu kukiwa na Oscar akiwa akicheza kama namba 9, lakini mpaka dakika ya 70 timu pale juu ilishindwa kupata goli, na kulikuwa na nafasi ambazo walikuwa wanazitengeneza lakini ilikuwa ngumu kupata goli. Yeye kwenye uwezo wake binafsi alipewa pasi akakontrol akiwa mbali kabisa nje ya boksi, akapiga shuti la mbali likambabatiza mchezaji wa Mbeya City, lakini likaingia kambani. Moja ya kitu ambacho kilienda kubadilisha kabisa mchezo. Tunasema mara nyingi sana mchezaji ambaye ameenda kubadilisha mchezo mara nyingi pia huwa anapewa nafasi kubwa ya kuweza kufanya hivyo. Licha ya kwamba pia Chanongo alikuwa na kiwango kizuri jana, alitengeneza nafasi nyingi na hata goli lake pia lilikuwa kwa mbali, unaweza ukasema na yeye ni uwezo binafsi, licha ya kwamba alipewa pasi na Henry ndiye ambaye alimtengenezea mazingira, akawagadi mabeki, akatengeneza nafasi nzuri, akamplesia Chanongo kwenye eneo zuri. Chanongo akiwa anautazama uso wa lango la timu ya Mbeya City, akaangalia nafasi, akapiga bomba likaingia kambani. Kwa hiyo kulikuwa na uwezo binafsi wa wachezaji jana kwenye kufunga magoli, lakini kwa Jeremia Juma unaweza ukasifu namna ambavyo yeye alienda kuamua mchezo, kwa sababu goli lake ndilo ambalo liliwafungua Mbeya City. Ilikuwa dakika ya 70 na mpira ulikuwa unaelekea mwishoni, na mechi ilikuwa ngumu sana kwao kwa sababu Mbeya City walikuwa wanamiliki, lakini Tanzania Prison walikuwa wanashambulia kwa pasi ndefu na mipira mirefu, lakini wanakuja kupata matokeo kwenye kipindi kigumu ambacho hawakutarajia. Kwa hiyo nadhani uwezo binafsi wa kufunga goli, uwezo binafsi wa kushuti akiwa mbali, lakini uwezo binafsi wa yeye kutengeneza nafasi nyingi ambazo Oscar Mwajanga pamoja na wenzie walikosa uwezo wa kubadilisha zile nafasi kuwa magoli, ndio kitu ambacho kimempa advantage kubwa Jeremia Juma kuweza kuibuka man of the match kwenye mchezo wa jana dhidi ya Mbeya City.